Chuki ndilo jambo linalohinda linalozuia ukuaji mzuri wa akili zetu wanadamu. Na akili ikiwa haiko vizuri, mwili hauwezi kuwa salama, ndugu zangu, na mambo mengine yote hayawezi kuwa salama. Kwa hiyo ndio nilivyogundua hilo, nikaanza kuchimbua, hivi chuki ni kitu gani hili linalosababisha tuishi maisha ya ajabu? Baada ya kufuatilia kwa kina, ndipo nilipokuja kujua kwamba chuki ni ugonjwa, ndugu zangu. Wengine wameona, wamesikia chuki ni ugonjwa, wakafikiri labda daktari anachombeza tu. Sichombezi, ni ugonjwa kama mnavyosikia magonjwa mengine. Bahati mbaya sana katika gonjwa la chuki, ni ugonjwa ambao unaenea ama unaambukiza kwa kasi ya ajabu kweli kweli kuliko ugonjwa wowote. Lakini mbaya zaidi, unapunguza kinga ya mwanadamu kuliko ugonjwa, kuliko ukimwi. Unajua tumezoea ukimwi unapunguza kinga Sasa chuki ndio babala. Chuki inapunguza kinga ya mwanadamu kuliko ugonjwa mwingine huo, kuliko ukimwi. Baadaye tutaelewa wakati wa tiba kule, tutaeleza vizuri. Lakini pia chuki ndio ugonjwa unaoua duniani. Vifo vingi unavyovijua vinasababishwa na chuki, ndugu zangu. Si malaria, si kansa, si vyote unavyovijua. Ukisikia watu wamepigana, sasa hivi unasikia hata vita, chuki hiyo. Chuki ndio gonjwa linaloongoza kuua kuliko gonjwa lolote duniani. Kilichonisisimua mimi kama mtaaluma, bahati mbaya sana ndugu zangu, watu wanaishi na chuki, hawajui kama chuki ni ugonjwa. Hiyo ndio hatari zaidi, hawajui. Ndio maana kuna mwingine unaweza ukapita zako tu, kaka Devi anajipitia pale, ili kaka mimi sidipendi yani. Kaka watu hata habari ana maskini. Kweli si kweli? Azipo hizo. Kwa hiyo sasa kuna watu wanaumwa, hajui kama ana nini, anaumwa. Na mwingine anajisifia ugonjwa mbele za watu kabisa. Unajua mimi Devi yani sijui koje. Mwingine na anaongezea, lakini kweli hata mimi ninasikia unaje? Wewe ushasikia mtu anajisifia ugonjwa? Lakini mtu akisema huyu namchukia, afu mwenzake akasema pole, naona leo umeamka unaumwa. Vipi hiyo jamani? Kwa hiyo watu hawajui kama chuki ni nini? Ni ugonjwa. Hiyo ndio hatari zaidi. Ndio maana tunakumbatia chuki. Ndio maana tunaishi na chuki. Sasa leo tumeitana hapa, mimi binafsi nikasema, kwa kuwa hili ni janga, ni adui hatari kuliko adui yoyote duniani, inabidi nitafute namna ya kupata tiba yake. Kwa sababu kishajua ni ugonjwa, si unatiba, ndugu zangu. Na mimi kama mtaalamu au daktari wa maendeleo ya binadamu na mbobevu wa afya bora ya akili, kazi ya akili ni kukidhi mahitaji yote ya maisha. Ndio kazi ya akili, kukidhi mahitaji yote ya maisha. Sasa mimi nilikuwa hitaji langu kujua tiba ya chuki ni nini. Nikasema akili lazima iniambie. Mimi tena ndo daktari wa maendeleo ya binadamu wa afya bora ya akili. Hapo akili inabidi ifanye kazi jamani. Kweli si kweli? Niliambia kwa hili tutaelewana akili wewe. Tuwe kuondokana na gonjwa la chuki, tuzingatie kanuni ya dhahabu, inaitwa the golden rule. Simeshasikia ndugu zangu? Kanuni ya dhahabu inasema hivi, mtendee mwenzako unavyopenda kutendewa wewe. Tuzingatie ndugu zangu, hiyo siitolee maelezo mengi, mnaielewa. Kwa hiyo hakikisha yale unamtendea mwenzako ni yale ambayo wewe unapenda kutendewa. Mkifanya hivyo, gonjwa hili la chuki mtaliepuka.